Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo vendredi le 13 février 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea mchana wa leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika eneo ya Minembwe inayopatikana mu territoire ya Fizi kwenye AFC M23 na Twirwaneho. Siku ya leo walipata renfort. Wanajeshi wapya wa AFC M23 kutokea mpleni ya Ruzizi waliwasili katika eneo ya Minembwe ili kuendelea kupigana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wanaoendelea kuavance ili kukamata Minembwe centre. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Goma ambapo muda huu tunapoongea kikao cha hali ya juu kiko nafanyika katika biro ya Corneille Nangaa. Ni kikao kati ya Viviane Van de Per, chef de la MONUSCO, pamoja na viongozi tofauti wa AFC M23. Wanaongelea mambo tofauti katika reunion ile inayofanyika siku ya leo muda huu kabisa. Tuko saa 6, reunion imeanza hapo mjini Goma kuhusu swala la kufungua aeroport ya Goma. AFC M23 ilitupilia mbali kabisa kufunguliwa kwa AFC M23 plutôt kwa aeroport ya Goma. Wakasema kuwa aeroport ya Goma haitafunguliwa. Ni wakati Van de Per, chef de la MONUSCO, siku ya jana alikuwa amesema kwamba hivi karibuni aeroport ya Goma itafunguliwa kwa sababu deja yeye alikuwa amewasili hapo kupitia helikoptere na kufika pale kuile aeroport. Kama kawaida tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti. Maeneo ya Walikale makundi mawili ya wazalendo yanapigana sana kuhusu kudhibiti eneo zinazokuwa kwenye njia ya kitaifa ya tatu, axe wa Katatwa na Karete. Kutokana na mapigano hayo, hali ya kiusalama ni mbaya katika maeneo hayo. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kulike pia na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizifata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa kwenye link ambayo iko pale chini ya titre mu description. Mkisha gusa kwenye link hiyo mtajiunga na bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue kurasa wetu wa habari moja kwa moja. Tuwapeleke katika eneo ya Minembwe inayopatikana mu territoire ya Fizi mu province ya Sud Kivu. Tangu asubuhi ya leo mapema vendredi, vikosi vipya vya jeshi la AFC M23 na Twirwaneho viliwasili katika centre ya Minembwe vikiwa vimetokea muplene de la Ruzizi. Siku ya jana wanajeshi wengi wa AFC M23 walijiandaa wakatoka Kamanyola, wengine Bukavu, wakapanda wakaelekea muplene de Ruzizi maeneo ya Kaziba. Walipofika kule, taarifa tunazo ni kwamba usiku wote wa kuamkia asubuhi ya leo walikuwa munjia movement kabisa ilikuwa ikifanyika maeneo hayo ya milima wakielekea katika maeneo ya Minembwe. Kuanzia saa 2 asubuhi wanajeshi hao waliwasili katika eneo ya Minembwe ambayo jeshi la Kongo na wazalendo na washirika wao jeshi la Burundi na wa mercenaires wanaendelea kuiavance ili wa irekipere. Minembwe centre mpaka kwa sasa ingali mu mikono ya Twirwaneho na AFC M23. Jeshi la Kongo linaendelea kumiliki vijiji vyote na mapozisio yote tofauti yanayozunguka Minembwe centre. Eneo ya Kalonge, village ya Kalonge, village ya Kakenge, village ya Vitumbi, village ya Kalingi, zote ziko mu mikono ya jeshi la Kongo, na hizo village zote ndio zenye zinazunguka Minembwe. Na
na mnasikia kuwa deja Minembwe njo eneo ya mwisho ambayo Twirwaneho wanayo kule, kwa sababu zingine zote wazalendo na jeshi la Kongo waisha kazi kamata, na AFC M23 na Twirwaneho nao waisha ka resiste sana. Mnakumbuka ça fait déjà 15 jours je pense, kama iko 14 jours na vita vinaendelea katika maeneo hayo tangu kuanzishwa kwa operation kule jeshi la Kongo likisonga mbele kuanzia point zero. Ni siku 14 ambazo zinaisha, ila wakati walifikaka aux alentours de Minembwe kukamata Minembwe vikashindikana kwa sababu Twirwaneho na AFC M23 nao wali resistake sana pale, donc walipiganaka nao wakakataa kabisa kuondoka katika eneo hiyo, na mpaka leo wanaendelea kupigana wakiwa ndani ya Minembwe, wakiwa kabisa hawapendi waondoke katika eneo hiyo. Na leo sasa walipata renfort. Taarifa mbichi tunazo kutoka Minembwe Centre ni ya kwamba wanajeshi wapya wakiwa na vifaa vyao waliwasili katika Minembwe, wakiwa wanakuja kuwasaidia wenzao wa Twirwaneho na AFC M23 ambao walikuwa wakiendelea kukabiliana na jeshi la Kongo na wazalendo waliokuwa movita kule ili warekipere Minembwe. Donc kule kabisa Twirwaneho tena walipata zingine nguvu. Wanajeshi wapya na vifaa vipya vilifika katika eneo ya Minembwe kuanzia saa 2 asubuhi. Hao wanajeshi walitokea kule Bukavu na wengine Kamanyola. Usiku wote walilala munjia na wako naelekea kule, waliwasili Minembwe siku ya leo saa za asubuhi kuanzia saa 2, ndipo kulionekana wanajeshi wengi wa AFC M23 na Twirwaneho kuwasili katika Minembwe ili kuendelea kupigana wakidefenda Minembwe na kupigana wakitaka kurudisha nyuma jeshi la Kongo na wazalendo ambao wanaendelea kuizunguka Minembwe na kutaka kuikamata. Na hali ni ya utulivu katika eneo ya Minembwe. Pale Minembwe Centre hakuna mapigano depuis asubuhi kabisa. Hali ni ya utulivu. Wazalendo na jeshi la Kongo wangali katika vijiji hivyo vyote vinavyozunguka Minembwe. Twirwaneho na AFC M23 nao wako ndani ya eneo ya Minembwe, hakuna mapigano kabisa ambayo yanaripotiwa kule. AFC M23 na Twirwaneho ili renforcer pale, na wakati wowote tena mapigano yanaweza kuzuka upya, kwa sababu AFC M23 na Twirwaneho walipata renfort, wanaweza kuatake jeshi la Kongo katika maeneo hayo aux alentours ya Minembwe ili wawarepuse, na pale tena kabisa mapigano yanaweza kukamata hatua nyingine. Ile ndio hali halisi katika eneo ya Minembwe. AFC M23 po Minembwe walipata renfort. Tunaendelea na habari zetu. Baada ya kuwasili kwake Vivian Van de Pere, chef de la MONUSCO katika mji wa Goma, alikuwa bado na hajapatana na viongozi tofauti wa AFC M23 mkiwemo Corneille Nangaa wa Wilingoma, Sultani Makenga na wengine viongozi tofauti. Baada ya saa chache na amewasili katika mji wa Goma leo mchana wa leo 12h tope, ndipo alifika kubiro yake Corneille Nangaa pale mjini Goma ili kufanya reunion na viongozi tofauti wa AFC M23 pale. Donc njo alianza sasa kufanya operasyon iliyomfanya aingie katika mji wa Goma. Unajua kuwa kufika kwake katika mji wa Goma ni namna ya kuanzisha koma wa MONUSCO itaanza kufanya uchunguzi wa pande mbili kuhusu cessez-le-feu. Zani ya kwamba hayo mnayakumbuka. Kilicho hata anafika katika mji wa Goma ni kwa ajili ya kuanzisha unité mpya ya MONUSCO ambayo itafika kule na maeneo yote kufro ili kukuwa na verifier cessez-le-feu kati ya pande mbili, donc wasipigane. Na leo sasa alifika mubiro ya Corneille Nangaa pale mjini Goma, ambapo alikuwa anangojewa na viongozi tofauti wa AFC M23 mkiwemo wale wa Wilingoma, Sultani Makenga na wengineo. Kwa mchana wa leo wako wanafanya maongezi hapo sasa,
na baada ya maongezi hayo ndipo tutakuja kujua sasa maamuzi walio ya kamata hapo ni maamuzi gani. Donko baada ya maongezi hayo ndipo tutakapojua sasa yote walio yaongelea kwa muda na huu kabisa mchana wa leo reunion iko nafanyika. Tutakuja kuambia walio yaongelea yote wakati reunion itakuwa na imeisha na kusema yote ambayo waliyaongelea pale. Wakati huyu Vivian Van de Peer alifika katika mji wa Goma siku ya jana kupitia aeroport ya Goma, wakati alifika hapo na ndege ya helikoptere, alisema kwamba ni ishara ya kuwa aeroport ya Goma itafunguliwa. Alisema kuwa yeye kabisa amekuwa wa kwanza kufika kwa aeroport ya Goma ambayo ilikuwa imefungwa kwa mwaka moja na siku mingi. Akasema kuwa aeroport ya Goma itafunguliwa hivi karibuni kwa ajili ya kusaidia wakaaji ambao kutokana na vita hivi vilivyoanza mwaka wa 2021 wanaendelea kuteseka sana bila usaidizi wowote. Nani porte parole adjoint wa M23 sasa anaitwa Oscar Barinda alisema kuwa kutafunguliwa kabisa aeroport ya Goma hivi karibuni. Donc aeroport ya Goma haitafunguliwa. Alisema kuwa kufika kwa Vivian Van de Peer wa MONUSCO, chef wa MONUSCO katika mji wa Goma haimaanishi kuwa aeroport ya Goma imefunguliwa. Hapana, aeroport ya Goma haijafunguliwa na haitafunguliwa. Akasema kuwa kufika kwake huyu kiongozi wa MONUSCO ni kutafuta kama wanaweza wakaanzisha ile mission ya kuverifie cessez-le-feu kati ya pande mbili, na hakuna kabisa kufunguliwa kwa ile ile aeroport ya Goma ambapo kutafanyika hivi karibuni. Alisema kuwa wakati wote M23 haijamua kufungua aeroport ya Goma haitafunguliwa, na alisema kuwa ekipe ambayo itakuwa ikiverifie cessez-le-feu kati ya pande mbili itakuwa ndani wanajeshi wa M23, itakuwa ndani wanajeshi wa FARDC, itakuwa ndani wanajeshi wa MONUSCO, na hao njo watafanya unité ambayo itaverifie cessez-le-feu. Ile grupe ya wanajeshi hao njo yenye itakuwa ikiokipe maeneo ya vita kilomita chache ipa kontrole ili pande mbili wasipigane. Na akasema kuwa MONUSCO kusema kuwa ile aeroport ya Goma itafunguliwa ni kusema tu hawawezi wakaifungua wakati M23 haijapana ordre. Donc inamaanisha kuwa aeroport ya Goma haitafunguliwa na haijafunguliwa kama vile alivyotangaza huyu kiongozi wa M23. Na kama ukumbusho, M23 ilikuwa imekana na mbele kufunguliwa kwa hii aeroport, wakati France ilikuwa imetoa wito kwa pande mbili kuongea ili kufungua aeroport hiyo. M23 ilikatalaka kabisa ya kwamba aeroport ya Goma haitafunguliwaka wakati wao hawajaamua hayo. Donc walikatalaka tu, na aujourd'hui tena wamekatala ya kwamba aeroport ya Goma haijafunguliwa na kusema ya kwamba bado haitafunguliwa hivi karibuni. Ni wakati wengi kabisa walikuwa wanatarajia kufunguliwa kwa aeroport ile ili population ipate usaidizi kutokana na jinsi maisha ni magumu. Vita vilivyo kumba maeneo ya Goma, Ruchuru, Masisi na kwingineko viliwacha wakaaji kabisa muhali mbaya ya kibinadamu, na wanahitaji usaidizi, na aeroport kufunguliwa ndio njia pekee ya kufikisha usaidizi wa kibinadamu katika maeneo yanayokaliwa na M23 kwa urahisi. Na wakati aeroport ile sasa haijafunguliwa, mnasikia kuwa kuna usaidizi ambao unaweza ukafika kule. M23 inaendelea kukataa kufungua aeroport ya Goma kabisa. Tunaendelea na habari zetu kama kawaida. Tumewaletea taarifa mbichi kabisa. Tuwapeleke kule Walikale.
Walikale, hali ya usalama bado inatia wasiwasi katika muhimili wa Katatwa, Otobora na Karete. Hapo ni katika eneo la Ibiro, grupema ya Bakano, ni ndani ya Walikale, pale ni provinsi ya Nord Kivu. Makundi mawili ya wazalendo yanapigania udhibiti wa eneo hilo la kimkakati na kuingiza raia katika hali ya hofu na ukosefu wa usalama. Hizi ni kundi mbili, moja la Maimai Kifuafua linaloongozwa na Shukuru Bulenda na kundi la raia Mtomboki chini ya uongozi wa Kalumende. Kulingana na vyanzo vya ndani, mabishano haya yamekuwa yakiendelea kwa takribani miezi miwili na yanazua hofu ya mapigano ya silaha wakati wowote, huko kila upande ukidai umiliki wa barabara hiyo. Matokeo makuu ya mzozo huu ni kuongezeka kwa vizuizi haramu vya barabarani. Kuanzia Katatwa hadi Karete kuna angalau vizuizi 6 vya barabarani vinavyolindwa na wapiganaji kutoka makundi yote mawili, na wasafiri wanalazimika kulipa ada zisizobadilika chini ya tishio la kulipiza kisasi. Wasafiri wapo wanasema kwamba wanateseka kwa sababu ya maslahi ya ubinafsi ya wale wanaosimamia makundi haya yenye silaha. Hakuna upande unaotaka kukubali, unalipa hapa kisha umbali wa mita chache unalipa tena upande mwingine. Ni mateso makubwa. Vyanzo vya ndani pia vinaripoti visa vya mateso ya unyanyasaji unaofanywa kwa watu wasioweza kulipa kodi zilizowekwa. Mbali na unyang'anyi, wakaaji pia wanalaani wajibu wa kuwalisha wapiganaji hawa kila siku, ambao wamekuwa mzigo mkubwa kwa idadi ya watu ambao tayari wamedhoofika kutokana na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Kwa kukabiliwa na shinikizo hili, familia nyingi huchagua kukimbia vijiji vyao kutafuta usalama na hivyo kuzidisha mgogoro wa kibinadamu wa eneo hilo. Watu kadhaa wanaanza kuondoka katika eneo hilo. Ni bora kuishi ukiwa safarini kuliko kuendelea na utumwa wa aina hii. Wakaaji wa maeneo hayo wanaendelea kulalamika wakisema vile asasi za kiraia huko Walikale zinalaani vikali vitendo vya vikundi hivi vya wazalendo na zinatoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuingilia kati haraka ili kukomesha uhasama huu na hivyo kuwalinda raia. Inaogopa kwamba bila kuingilia kati haraka hali hiyo inaweza kuzidi kuwa mapigano makali. Muhimili wa Katatwa Karete ulioko kwenye route nationale numero 3 ni njia muhimu ya biashara kati ya Hombo na Walikale. Matumizi yake ya mara kwa mara na wasafiri na wafanyabiashara yanaifanya kuwa eneo linalotamaniwa sana kwa wazalendo ambao hutoza kodi haramu huko ili kufadhili shughuli zao. Mapambano haya ya kudhibiti vyombo hivyo hubadilisha muhimili muhimu wa kiuchumi kuwa eneo lisilo na sheria na hivyo kuwadhuru raia. Pale ni katika maeneo ya Walikale ambapo mnasikia kuwa hali ya kiusalama ni mbaya sana kwa wakaaji wa maeneo yale, kwenye makundi mawili ya kizalendo yanapigana ili kumiliki akse zinazopita katika barabara hiyo kwenye route nationale numero 3. Vraiment wazalendo hao wanapaswa kusimamisha kupigana kati yao kwa faida zao na kuanza kulinda raia, wapigane na probleme moja ambayo inaikumba mashariki mwa nchi ya Kongo, ile probleme ya AFC M23. Asante ndugu zangu, nisome maoni yenu basi. Kwa wale wanaotuliza maswali kupitia commentaire, nisome maswali yenu na niwajibu. Mathieu Nyakarugwe alisema asante sana gouvernement yetu ya Kongo kulipa wazalendo. Asante ndugu zangu Mathieu, merci beaucoup kwa kukomante. Mkikomante mnatuoneshaka kuwa kabisa mnatufuata 5 kwa 5. Christina Chinamula anasema jambo sana ndugu, barikiwe. Merci beaucoup Christina. Kaleneze alisema ninafurahiaka info zako za kweli, asante. Kelene hizi Afredi Akonko alisema jambo sana, tunafurahi kwa habari, merci beaucoup. Ndombe Belge alisema asubuhi njema kwako pia na courage ku gouvernement yetu kuendelea kukumbuka wazalendo. Sawa sawa ndugu zangu. Amani Musagalusa alisema CCLF inaanza fanya kazi huko Masisi, tulishaishiwa na hii CCLF yabo wa ni hatari ndugu yangu. CCLF inabakia tu ya kusainiwa na kuisema kukinyome mapigano ya kiendelea.
Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari mbichi ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo kama kawaida, na washukuru sana. Nawatakia mchana mwema, muendelee kukua na mchana mwema nyote. Mungu awalinde. Tupatane katika taarifa zifuatazo, habari mbichi za jioni, tukiwaambia ni kipi kinachoendelea kwenye shamba la vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Asante basi, muendelee kufanikiwa hata katika kazi mnazozifanya. Merci beaucoup.